أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واسمعوا وأطيعوا. Ndugu zangu Waislamu watukufu ambao tunahudhuria katika nyumba tukufu katika mchana huu mtukufu na siku hii tukufu ya Ijumaa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri yake Mwenyezi Mungu ya kutuumba sisi wanadamu. Anasema Mwenyezi Mungu: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuyaumba majini wala sikuwaumba watu kwa lingine lolote, ila nimewaumba waniabudu. Na leo sisi alhamdulillah tumo katika nyumba yake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu ambao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo tumo katika miezi ya Hija, na ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu amewawezesha kutekeleza ibada hii kwa mwaka huu, basi ndio wako katika mipango ya mwishoni. Wengi bado nao katika msikiti yetu, na wengine wameshaanza safari, wako Dar es Salaam kwa ajili ya kupata semina, na wengine wameshakuta wako katika viwanja vya msikiti mkuu. Kwa hiyo leo tunataka kuzungumzia juu ya hao wageni wa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika mafundisho yake aliyowafundisha maswahaba, na ikiwa ni kufundisha na sisi, kutujulisha mahujaji hawa sasa hivi wana nafasi gani tunaposema kwamba wanaelekea katika utekelezaji wa ibada ya Hija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba al-hujjaj, mahujaji, wal-ummaru, yani watu wanaokusudia kwenda kutekeleza ibada ya Hija na wanaokwenda kwa ajili ya kutekeleza umra, hawa Mtume anatuambia kwamba ni wafdullah, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo zito sana na jambo zuri kuona Mwenyezi Mungu anatoa mwaliko kwamba hawa wanaopenda kutekeleza Hija wasije wakafikiria au nini mkafikiria kwamba wana mwenyeji wao mwingine. Hapana, hawa ni wageni wa Mungu. Kwa hiyo huu ni ugeni ambao Mwenyezi Mungu ameualika
kupitia kwa dini za mtume wake Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa vile watu hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewapa ofa mbili. Ukielewa kutumia vizuri ahalan wa sahlan. Akasema ofa ya kwanza ambayo wamepewa hawa wageni, inda'ahu ajabahu, wakifika pale katika nyumba yake tukufu, wakawa ni wenye kumuomba, kama watamuomba, maana amesema kama watamuomba Mwenyezi Mungu, amewapa ofa ya ajabu kuwaitikia dua zao. Kwa hiyo tunawakumbusha wanaokwenda katika ibada ya hija, wawe ni wenye kukithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, hakuna ibada kubwa kama kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka aombwe, na yeye akasema mkiniomba nitakuitikieni. Sasa watu wasije wakaenda pale wakashughulika na mambo mengine wakashindwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana sisi tunawaambia ambao wanajiandaa kwenda katika hija, la kuwapa kwamba watufanyie wakifika kule ni kutuombea, kutangana katika dua zao, kutuombea sisi ambao hatujaenda hija. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tuweze kwenda hija. Vile vile tunawaambia mkifika katika maeneo haya ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatwambia kwamba wageni wa Mwenyezi Mungu, ofa mojawapo ni kwamba wakimuomba anawaitikia pamoja na shida zao walizonazo na mambo yao walionayo, lakini wasitusahau kutuombea sisi ambao hatujaenda, ili tuweze kwenda katika nyumba hiyo tukufu. Lakini vile vile tunawaambia na kuwaomba wanaokwenda katika hao wageni wa Mwenyezi Mungu kwamba basi mtakapotoka huko kwa Mwenyezi Mungu, msisahau kutuombea na kuliombea taifa letu, kwa sababu mmepewa kibali, na yeye alishasema kwamba ud'uuni astajib lakum. Lakini hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analiweka kwa wale wageni wa Mwenyezi Mungu ambao tayari wameshaanza safari ya kwenda huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipoitiwa na Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwamba katika maombi pamoja na kutuombea wasisahau kuliombea taifa letu, watuombee, maana hawa wanakwenda katika ibada hii ya hija ni wa Tanzania kadiri itakavyokuwa, na hija ikimalizika watarudi Tanzania. Kwa hiyo ni vyema kuliombea taifa letu liendelee kuwa ni taifa la amani, liendelee kuwa ni taifa la utulivu, liendelee kuwa na watu wenye mshikamano. Hili lazima tunawaomba wasisahau kuliongeza katika zile dua. Vile vile waombea na viongozi, waombea viongozi wetu, viongozi wa nchi, rais wa nchi hii na wasaidizi wake, tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awape afya njema, awape uwezo wa kutekeleza hayo majukumu aliyowateulia wayatekeleze katika taifa hili. Wawaombee viongozi wetu wa dini, mufti wetu wa Tanzania na wasaidizi wake wote, ili insha Allah tuendelee wote kwa pamoja kuishi katika amani. Ndugu zangu Waislamu, tunawaambia wale wanaokwenda Makka, kwa sababu ofa yao tunaona ni kama watamuomba, kama
inda'au, kama watamwomba Mwenyezi Mungu atawajibu. Kwa hiyo wasisahau kuomba mambo makubwa kama haya ambayo tunatarajia inshallah tuweze kuendelea kuishi vizuri na wenyewe waishi vizuri, watukute tukiwa katika hali nzuri. Ndugu zangu Waislamu, ofa ya pili ambayo Mwenyezi Mungu amewapa watu wanaokwenda, ambao wageni wa Mwenyezi Mungu, maana tunasema mahujaji. Mahujaji ni wageni wa Mwenyezi Mungu, wanakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Basi wakifika kule vile vile Mwenyezi Mungu anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kama watamuomba istighfar ghafara lahu. Sasa mtaona mambo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba wa istighfaru ghafara lahu. Tuambie nini wageni wa Mwenyezi Mungu mnaote, msishughulike na vitu vingine, mkavipa uzito kuliko haya aliyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tushughulike na kumwomba sana Mwenyezi Mungu. Mambo ya kumwomba Mwenyezi Mungu ni mengi. Sasa ninyi mmepata neema, mpata bahati ya kufika mahala pale ambapo Mtume anatuambia kama mtamwomba istighfar Mwenyezi Mungu, basi atakukumbukieni, atakusameheni. Basi kadhaleni na istighfar. Kuharibu vile na fedha zote haziwezi zikawa sawa. Sisi wenyewe kama binadamu ambao tumeumbwa tukiwa dhaifu, hatuwezi kuwa kamili. Kwa hiyo pale, kabla ya kumwomba Mwenyezi Mungu, tujifirishe istighfar. Alisema Nabii Ibrahim alayhi salam, watu wake waliokumbwa na tatizo, akawaambia kwamba istaghfiru, muombeni msamaha Mola wenu. Mkimwomba Mola wenu atakupeni kila kitu. Yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Mtaona kwamba vitu vyote ambavyo ni shida ya ukame, shida ya mafuriko, shida ya kukosa mazao yetu kukauka au kunyauka, vitu vyote tukifikirisha kumwomba istighfar Mwenyezi Mungu atatunyoshea vitu. Kwa hiyo tunawaambia wanaokwenda haji, shughulikeni na kumwomba Mwenyezi Mungu istighfar, na vile vile tuombeni na sisi pale, maana ni mahala patakatifu, na sisi tuombeeni huko Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya ya 125 katika sura Al-Baqara, akituambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya ya msingi ambayo tumeisoma, amesema Mwenyezi Mungu kutaka kuonesha ni namna gani anavyojiandaa Mwenyezi Mungu na kuambia watumishi wake waweze kuandalia mahala pazuri watakapofikia wageni wake. Anasema katika sura Al-Baqara, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba watajie hao Waislamu, na mimi nawatajie nini Waislamu? Niwatajie nini? Pindi Mwenyezi Mungu anasema wa idh ja'alna, watajie pindi tulipofanya al-baita, tulipoifanya ile nyumba al-Kaaba ambayo inaendewa na watu wote, kwamba ni mathabatan linnas, pawe ni mahala pa kuendewa mara kwa mara na watu. Ndugu zangu Waislamu, ukisoma aya hizi
kwa makini, tunaona maneno ya Qur'ani yalivyokuwa ya kweli kweli. Mwenyezi Mungu anasema nimeifanya ile Kaaba ni mathabata linnas, ni mahala pa kuelewa na watu mara kwa mara, hawakatiki mara. Iwe ni hija, isiwe ni hija, watu wako katika nyumba ile wanaendelea kufanya wao. Lakini na kwa kuwa nimepafanya ni mahala pa kuendewa na watu mara kwa mara, kwa hiyo nikapafanya kwamba waamna, na ni mahala pa amani. Pale ni mahala panapohitajika mtu anapofika pale kwanza kana amina. Na Nabii Ibrahimu akamwambia kwamba Rabbi ja'al hadha baladan amina, ni mahala pa amani. Sisi tunasema ukienda Maka, katika mambo unayokwenda kuyashuhudia, moja ni kuangalia amani iliyoko pale. Watu wanajumuika kutoka katika sehemu mbalimbali, wenye tabia mbalimbali, lakini hapa jatokea inshallah na pasitokee ukasikia kuna au watu waliokwenda Maka mkaona watu pale wanapigana na ngumi au na vitu wanafanana, unaona watu wote wako katika uzuri, kila mmoja anaonyesha upendo kwa mwenzake, hata kama hamna nini za kuwasiliana, lakini kuonana tu, kila mmoja ukikanyaga unamuona anataka raha na pale hivi, kwa sababu ni mahala pa amani. Ndio maana tunawaambia na watu wetu wanaokwenda katika hija kwamba mkienda kule bwana, muelewe kwamba mnakwenda mahala pa amani na watu wana tabia zao huku. Sasa na Mwenyezi Mungu ndio maana anawaambia faman farada fihinna al-hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ukitaka kuona kwamba ni mahala pa amani, angalia amri ya Mwenyezi Mungu. Anasema yeyote atakayekusudia kwenda kutenda ibada ya hija pale katika nyumba tukufu, kwanza aondoe tabia zake ambazo anaishi nazo. Rafatha, pale hapatakiwi kusema maneno machafu, wala fusuka, hapatakiwi kutenda vitendo vichafu, wala jidala, wala hapahitajiki mjadala. Kuna watu wamezoea mjadala, kuwa na mjiwe, enda kule mkaanza mjadala ya kisiasa, mjadala ya dini, ya haya masala sijui nini niko inaisha, hakuna huko. Yote mkienda kule msitabia Mwenyezi Mungu anasema hivi msiaje, wala rafatha wala fusuka wala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuhusia hilo akasema katika hadithi ambayo wameitaja wakina Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man hajja al-baita walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu. Hadithi hii katika hadithi zilizosahihi. Kwa hiyo pale Mtume anasema mtu atakayetenda ibada ya hija akawa asemi maneno machafu wala hatendi matendo machafu wala mjadala, akafanya ibada yake vizuri, raja, mtu huyo anarejea hapa nyumbani kayaumi waladatuhu ummuhu, akiwa hana dhambi yoyote, anakuwa ni kama vile alivyotoka katika tumbo la mama yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sasa hivi tumebakia siku chache, Sasa tukiangalia kalenda tulizonazo tunaona kwamba tuko katika mwezi 17 wa mfungo pili, katika Dhulhijja. Tumebakia siku 13 tutakuwa tumeingia katika mfungo 3.
na katika hizo ndio tutakuwa tunaingia katika 10 la mwanzo, ambalo mwisho baada ya siku 3 watu watakuwa wanatekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo na sisi tujiandae na kwenda Maka, kwa maana sisi tunaungana nao katika mambo fulani na mengine hatuungani nao. Sisi tunadaiwa kuhudhuria, tujiandae. Tumebaki siku chache, ukihesabu hazizidi siku 21. Sisi tunachotakiwa ni kuhudhuria, kuchinja, kuandae vichinjo yetu mapema. Isiwe tu tunaingia kusubiri watu watoke huko nje. Mtu badala ya kuchinja kichinjo chake, mbuzi au kondoo au ng'ombe, watu tunakaa kusubiria tupate watu watoke Moroko huko, watoke wapi, waje hapa kuchinja, tuanze na sisi kupanga mistari. Kwa hiyo haraka hizo hali ya kuwa na sisi tunatakiwa tuandae vichinjo vyetu ambazo gharama si kubwa. Kununua mbuzi, kununua kondoo, watu kuchangia ng'ombe ni gharama ndogo sana, na sisi tuchange, tuchinje, kwa sababu itakuwa hiyo mbele yetu ni hii ya kuchinja. Kwa hiyo haya tunayafikia kwa sababu hatujui leo tuko, hatujui yanayokuja mbele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا رجال الحج. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياي بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلم عباد الله. لقد أمركم الله تعالى أن تصلوا وتسلموا عليه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله الأطهار منهم وأهل المؤمنين أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واغفر لنا بخيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا اليوم ليله الفريق وامان utulivu ulio na watu wenye upendo mshikamano. Ya Rabbul Alamin, tunaombea rais wetu, rais wa nchi hii. Ya Rabbi, umpe afya njema, umjalie awe na subira na uvumilivu, na wanaomsaidia uwajalie, twamuombea na mufti wetu wa Tanzania, naye umpe afya njema, wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.